Yani nina chama nimelibeba na vile vile nina bendera taifa, kwa sababu leo tuna jambo letu leo tuna jambo letu la kitaifa. Tunacheza na mashemeji zetu, tunacheza na Waganda. Leo ni dabi ya East Africa. Kwa hiyo ndio maana tunasema Watanzania leo wote tuwe macho, mwenelewa bwana, tuwe macho, tuwe kifikra pamoja na nini, tuwe kiroho na timu yetu katika jiji la nini, jiji la Rabat Morocco, katika kuifanikisha timu yetu kimaombezi ili tuweze kupata nini, pointi 3 leo tunapocheza na Uganda. Kwanza Taifa Stars wanacheza vizuri sana na leo mnakuja kukutana na jirani hapa Uganda. Mchezo huu unaona Taifa Stars kuonyesha kiwango siku ya Nigeria pale. Na uhakika mechi ya leo itakuwa ni ngumu zaidi ya ile mechi ya Nigeria. Watu wengi watashindwa kuelewa kwa sababu gani. Mechi hii kwetu itakuwa ni ngumu mno, kwa sababu mechi na Nigeria wachezaji wetu walijua tunacheza na timu kubwa, kwa hiyo wakakaza. Commitment ilikuwa ya hali ya juu. Muangalie Baka jinsi alivyokuwa na mkaba Peter Osman, kwa sababu anajua huyu ni Osman, anacheza ligi kubwa barani Ulaya, na ndio maana amekuwa umakini wake Baka umekuwa mkubwa. Mabeki wetu wote kina Mwamieto umakini wao umekuwa mkubwa, kwa sababu wanajua walikuwa wanacheza na wachezaji wa aina gani. Isipokuwa sasa leo tunapokutana na Uganda, tukifanya masiara kama wakifanya masiara wachezaji wetu, mechi itakuwa ngumu, kwa sababu wanacheza na wachezaji wa kawaida, wachezaji ambao wenye level ya daraja lao. Kwa hiyo wao ni wakubwa kuliko nini, kuliko timu ya Uganda. Kama tunavyofahamu ligi ya Uganda haipo hata kwenye 20 bora, haipo barani Afrika, lakini ligi yetu sisi ligi namba 4. Kwa hiyo timu yetu wataona kama tunacheza na timu ambayo ya kawaida, lakini mimi ninachofahamu mechi leo itakuwa ngumu sana, kwa sababu kwanza ni dabi. Umeelewa? Hizi ni timu zote zinatoka katika ukanda mmoja, ukanda wa Sekafa, ukanda wa East Africa. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na tahadhari kubwa kutokana na hii mechi na upinzani mkubwa. Nikukumbushe msimu wa 19 msimu wa 19 ya AFCON 19-20 ambapo tulikuwa kundi moja sisi, Algeria nani pamoja na Kenya tulikuwa nao, na Senegali. Tulifungwa mechi na Senegali, tukaja tukafungwa mechi na nini, na Algeria. Tulivyokutana na Kenya tuliwadharau, kwa sababu tuliona hao ni wenzetu, tuko nao kwenye ukanda mmoja wa East ni Afrika. Kwa hiyo tunafahamiana, mechi ilikuwa ni ngumu mno. Tuliwatangulia goli 2 bila. Umeelewa? Mpaka half time tunaongoza goli ngapi? Goli 2, lakini mwisho wa siku wakaja wakafanya comeback, wakatufunga goli 3 kwa ngapi? 3 kwa 2. Lakini yote kutokana na dharau, tuliona mechi tumemaliza na Wakenya tunawamudu, ndipo linapotokea nini tatizo. Kwa hiyo mechi na Nigeria, mechi ilikuwa ngumu. Tumecheza na timu ambayo kwenye renki za Afrika iko ndani ya 5 bora, na ni watu washafanya makubwa katika mpira ni mpira wa Afrika na mpira wa dunia kwa ujumla, kwa sababu Nigeria ishachukua mpaka kombe la dunia la Olimpiki, na wachezaji wakubwa wanacheza ligi za Uingereza, Ufaransa, Italy, Uturuki. Umeelewa bwana? Kwa hiyo wana wachezaji wakubwa. Leo unapozungumzia Peter Osman ni mchezaji mkubwa sana, lakini mwisho wa siku tulicheza nao vizuri, wakatufunga sawa kiupinzani, na sisi wenyewe tu nafasi tulipata 3 za wazi tukashindwa kuzitumia, lakini ile mechi tulikuwa tunaimaliza tunawafunga nini, tunawafunga Nigeria. Kwa wachezaji wetu commitment ilikuwa ya hali ya juu, kwa sababu walikuwa wanajua tunapambana na timu kubwa. Lakini leo tunaenda kucheza na Uganda, timu sasa ya daraja letu, ndipo hapo tatizo litakapokuwa. Kama wachezaji wetu wataichukulia hii mechi kwamba Uganda tunawaweza, Uganda tuko nao ukanda mmoja, ni level ya daraja letu, inaweza katuletea shida. Kwa hiyo tunamwomba mwalimu atupangie wachezaji ambao wana uhitaji. Unajua kuna wachezaji wana uhitaji. Mchezaji ana miaka 24, 22, 21, hawa ni wachezaji ambao wanahitaji. Kwa hiyo commitment yao inakuwa kubwa kutokana na morali yao inakuwa iko juu, kwa sababu wanahitaji waonekane ili wapate kusajiliwa na vilabu vikubwa kupitia timu ya taifa. Mechi leo kwanza twende na tahadhari. Tusione kwamba Waganda tunawamudu basi tukaenda kama manyumbu vile. Umeelewa? Tukawa tunashambulia tu muda wote. Tucheze kwa tahadhari. Yani tuwe na vitu vitatu. Yani commitment, space na time. Yani wachezaji lazima wajue ni muda gani wanakaba, muda gani wanashambulia, muda gani watakuwa ucheze mpira. Pasipokuwa na umuhimu wa kuchezea mpira, sawa, waachie mpira. Si umeelewa? Na vile swala la space, tutengeneze nafasi, tuzuie nafasi mpinzani asizitumie, na vile tuwe na matumizi mazuri ya nafasi. Lakini kikubwa juu ya yote ni commitment. Hii ndio mpira wa sasa hivi. Mpira wa sasa hivi haumuhitaji Mbappe, haumuhitaji Neymar, haumuhitaji nani. Unachohitaji sasa hivi ni commitment. Wachezaji wamwage jasho, wajitume, waone kabisa kama wanacheza na Nigeria. Sio Uganda, tunacheza kama na Nigeria au tunacheza na Kameruni au tunacheza na timu kubwa kama ya Morocco. Na ndio maana unakuta mechi zetu kubwa zote
Mechi na Morocco ukiangalia, tukicheza na Cameroon mechi inakuwa ni ya upinzani mkubwa kuliko tukicheza na vitimu vidogo vidogo Uganda, Kenya au Zambia. Umeelewa? Kama unakumbuka mechi na Uganda hawa tuliwafunga Misri, lakini wakaja wakatufunga sisi uwanja wa Taifa. Kwa nini? Tulishaona hawa tunawaweza, tumewafunga Misri, hapa nyumbani tunawafunga, tukawadharau, matokeo yake wakaja wakatufunga sisi. Hata Zambia tuliwafunga 1-0 away nyumbani kwao, tukaja hapa tukaleta dharau, tukajiamini, wakaja wakafanya nini? Wakatufunga. Kwa hiyo sisi mara nyingi huwa tunafungwa na dharau kwa sababu commitment inafanya nini? Inakosekana.